Mashambulizi ya drones za Iran dhidi ya vituo vya shirika la ujasusi la Marekani CIA katika eneo la Ghuba yamewafanya wachambuzi wa ujasusi wa Marekani kuanza kuchunguza iwapo Urusi ilihusika kwa kutoa taarifa za ulengaji wa shabaha au teknolojia ya hali ya juu ya drones zilizotumika. Kwa mujibu wa watu wanne wanaofahamu taarifa za ujasusi wa Marekani ambao walizungumza kwa sharti la kutokutajwa majina yao kutokana na unyeti wa masuala ya usalama wa taifa, maafisa wa Marekani bado hawajafikia hitimisho la mwisho kuhusu kiwango cha ushiriki wa Urusi katika mashambulizi hayo. Hata hivyo, wameeleza kuwa ufanisi wa usahihi na mashambulizi hayo pamoja na msaada mpana wa kiufundi ambao Urusi imekuwa ikiipa Iran ni baadhi ya sababu zinazochunguzwa. Reuters na vyombo vingine vya habari vimeripoti hapo awali kuwa Urusi imekuwa ikiisaidia Iran kwa taarifa za ulengaji na msaada mwingine wa kiufundi katika mashambulizi dhidi ya malengo ya Marekani katika eneo la Ghuba. Hata hivyo, uchunguzi unaohusu uwezekano wa Urusi kuhusika moja kwa moja katika mashambulizi dhidi ya vituo vya CIA haujawahi kuwekwa wazi hapo awali. Angalau vituo viwili vya CIA vililengwa mwezi Machi katika mashambulizi ya Iran dhidi ya Marekani. Kimojawapo ni kituo cha CIA kilichopo ndani ya ubalozi wa Marekani mjini Riyadh, Saudi Arabia, huku kingine kikidaiwa kuwa mashariki mwa Iraq. Baadhi ya vyanzo vingine vilisema vituo vingine pia vilishambuliwa, lakini havikutoa maelezo zaidi. Afisa mmoja wa eneo la Mashariki ya Kati mwenye ufikiaji wa waraka wa ndani wa shirika moja la ujasusi la Magharibi alisema kuwa waraka huo ulihitimisha kwamba kuna uwezekano mkubwa Urusi ilihusika katika kusaidia kulenga vituo vya CIA katika eneo hilo. Maafisa wawili wa Magharibi walioko Ghuba ambao walielezwa yaliyomo kwenye ripoti za ujasusi walisema wachambuzi wanaamini kuwa shambulio la Saudi Arabia lilitumia drones mbili za aina ya Shahid zilizoboreshwa kwa teknolojia ya Urusi. Drone ya kwanza ilitoboa sehemu dhaifu ya ukuta wa nje ya ubalozi, huku ya pili ikipitia kwenye tundu hilo na kulipukia ndani. Iwapo itathibitika kuwa Urusi ilisaidia moja kwa moja kulenga vituo nyeti vya CIA, hatua hiyo itaashiria kuwa Moscow iko tayari kuenda mbali zaidi katika kuvuruga operesheni za Marekani, wakati Washington ikiendelea kutafuta njia ya kumaliza vita vya Iran. Wasiwasi huo umeongezeka kufuatia mashambulizi ya Iran dhidi ya kambi ya kijeshi ya Marekani nchini Jordan mwishoni mwa wiki hii, ambapo makombora ya ballistic yalipiga mabweni ya wanajeshi na kuua askari wawili. Ikulu ya Marekani, White House, ilielekeza maombi ya maoni kwa CIA ambayo ilikataa kutoa tamko rasmi. Ujumbe wa Iran katika Umoja wa Mataifa, Wizara ya Ulinzi ya Urusi na serikali ya Saudi Arabia pia hazikujibu maombi ya kutoa maoni hayo. Maafisa hao wawili wa Magharibi walisema Urusi imeisaidia Iran kuboresha uwezo wa drones zake za Shahid kufikia malengo kwa usahihi zaidi. Chanzo kingine kilisema Urusi imeisaidia Tehran kuboresha usahihi wa Shahid 136 kwa kuipatia mfumo wa urambazaji wa satellite unaoitwa Cometa M, ambao wataalamu wameuelezea kuwa ni sahihi zaidi na mgumu kuzimwa kwa mbinu za kielektroniki kuliko mifumo inayotengenezwa na Iran. Gazeti la The Wall Street Journal liliripoti mwezi Machi kuwa Urusi imeipa Iran mfumo huo, ingawa Kremlin ilikanusha taarifa hizo na kuzitaja kuwa habari za uongo. Vituo vya CIA vilioko nje ya Marekani vinajumuisha ofisi zake kuu katika nchi mbalimbali ambazo mara nyingi hupatikana ndani ya balozi za Marekani. Aidha, CIA huendesha nyumba salama, vituo vya usafirishaji wa vifaa na maeneo ya ufuatiliaji wa siri. Mahali hasa yalipo vituo hivyo ni siri inayolindwa kwa kiwango kikubwa zaidi. Vyanzo vilikataa kutaja idadi kamili au maeneo yote yaliyoshambuliwa. Chanzo kimoja kilisema idadi hiyo ni zaidi ya kimoja, lakini chini ya 12, huku kingine kikisema vituo kadhaa pia vililengwa. Wachambuzi wa Marekani pia wanachunguza iwapo Iran ilitumia taarifa za ulengaji kutoka Urusi katika shambulio la ubalozi wa Marekani mjini Riyadh. Hata hivyo, bado kuna mashaka makubwa. Baadhi ya vyanzo vilionya kuwa huenda Iran ilikuwa imelenga ubalozi wa Marekani kwa ujumla na kwa bahati mbaya ikagonga kituo cha CIA kilichopo ndani ya ubalozi huo. Kwa mujibu wa baadhi ya wachambuzi, ni mataifa machache sana duniani yenye uwezo wa kukusanya taarifa nyeti za ulengaji dhidi ya Marekani na pia kuwa na maslahi ya kuzitumia kama silaha. Wanaamini Urusi ni miongoni mwa mataifa hayo. Daniel Hoffman, aliyewahi kuwa mkuu wa kituo cha CIA na afisa wa operesheni za siri, alisema haitoshangaza iwapo Moscow ilisaidia Tehran kutokana na ushirikiano wao wa kimkakati.